Kama unaamka umechoka na siku inaisha bila kufanya jambo la maana, tatizo sio wewe, ni sumu unayoingiza kwenye ubongo wako asubuhi. Leo nakupa makosa 6 yanayoharibu siku yako. Ukisikia kosa namba 5, utatamani urudishe muda nyuma urekebishe asubuhi yako. Kosa namba 1 ni kubonyeza kitufe cha snooze kwenye alamu yako. Unaposikia alamu yako inalia asubuhi na ukaamua kubonyeza kitufe cha snooze ili ulale dakika 5 au 10 zaidi, kisaikolojia unaanza siku yako kwa kushindwa. Nisikilize kwa makini hapa. Usiku unapoweka alamu yako, unafanya mkataba na wewe mwenyewe. Ni ahadi kwamba nitaamka saa 12 kamili. Unapoahirisha, unauambia ubongo wako kwamba wewe ni mtu ambaye hawezi kuheshimu ahadi zako mwenyewe. Kama huwezi kushinda vita ndogo ya kuondoa shuka, utawezaje kushinda changamoto kubwa za kimaisha au kibiashara zinazokusubiri huko nje? Lakini sio saikolojia tu, sayansi inathibitisha hili. Unapolala tena baada ya alamu kulia, unalazimisha ubongo wako kuanza mzunguko mpya wa usingizi, yani sleep cycle, ambao unachukua takriban dakika 90 kukamilika. Unapoamka dakika 10 baadaye, unakatisha mzunguko huo katikati. Hali hii inaitwa sleep inertia. Ndio maana unaamka unajisikia umechoka zaidi, kichwa kizito na unakuwa na uvivu wa ajabu ambao unaweza kudumu kwa saa 4 nzima. Kuanzia leo, simu yako au alamu yako iweke mbali na kitanda. Iweke mahali ambapo utalazimika kusimama kwa miguu yako kwenda kuizima. Ukisha simama, usirudi kitandani. Siku yako imeanza. Kuwa mshindi kuanzia sekunde ya kwanza. Namba 2, kushika simu na kuingia mitandaoni ndani ya dakika 60 za kwanza. Hili ni kosa ambalo 90% ya watu wanafanya na ni kosa la kifo kwa mafanikio yako. Unaamka, unafungua macho na kitu cha kwanza ni kuchukua simu yako kuangalia WhatsApp, Instagram, X au TikTok. Unajua nini unakifanya kwenye ubongo wako? Unautia sumu. Wakati unaamka, ubongo wako unakuwa katika mawimbi yanayoitwa theta brainwaves. Huu ni wakati ambapo akili yako inachukua taarifa kwa urahisi sana bila kuchuja. Ni wakati ambao akili inajiandaa kupangilia siku. Unapoingia mitandaoni, unaruhusu dunia ipange ratiba ya akili yako. Ghafla unaanza kusoma meseji za matatizo za ofisini, unaona maisha ya kufeki ya watu wengine Instagram, au unasoma habari za kusikitisha. Mwili wako unazalisha homoni ya cortisol, homoni ya msongo wa mawazo. Unaanza siku yako ukiwa kwenye mfumo wa kujihami badala ya kuwa kwenye mfumo wa kutengeneza. Lakini baya zaidi, unaharibu mfumo wako wa utoaji wa dopamine. Dopamine ni kemikali inayokupa hamasa ya kufanya kazi ngumu. Ukianza siku yako kwa kupata dopamine ya bei rahisi kutoka kwenye likes na video fupi, ubongo wako hautakuwa na hamasa tena ya kufanya mambo magumu kama kusoma kitabu, kufanya mazoezi au kufanya kazi zako za msingi. Tumia muda wako wa asubuhi kusali, kutafakari au kupanga siku yako. Kuwa wewe ndiye unayedhibiti simu yako na sio simu ikudhibiti. Namba 3, kufanya maamuzi mengi madogo madogo asubuhi. Kuna kanuni ya kisaikolojia inaitwa decision fatigue au uchovu wa kimaamuzi. Wataalamu wa sayansi ya ubongo wanasema nguvu ya kufanya maamuzi, willpower, ni kama battery ya simu. Unapoamka asubuhi, battery yako iko 100%. Kila unapofanya maamuzi, uwe mkubwa au mdogo, unapunguza chaji ya hiyo battery. Unapoamka na kuanza kujiuliza, leo nivae nguo gani, shati hili au lile, ninywe chai au kahawa, nipande daladala au nichukue bodaboda, unatumia nguvu kubwa sana ya kiakili kufanya maamuzi yasiyo na tija. Kufikia saa 4 asubuhi unapoingia ofisini au kwenye biashara yako ambapo unatakiwa kufanya maamuzi mazito yanayoingiza pesa, bateri yako ya akili ishasoma 20%. Ndio maana unakuwa na hasira za karibu na unakosa ubunifu. Hujawahi kujiuliza kwa nini mabilionea kama Mark Zuckerberg au marehemu Steve Jobs walikuwa wanavaa nguo za aina moja kila siku? Steve Jobs alivaa t-shirt nyeusi ya shingo ya kobe na jeans ya blue kila siku. Sio kwamba hawakuwa na pesa za kununua nguo. Walikuwa wanaondoa maamuzi madogo ili kulinda bateri yao ya akili kwa ajili ya maamuzi makubwa yanayotengeneza milioni ya dola. Kuanzia leo, andaa nguo zako usiku, panga utakula nini usiku, panga utafanya nini usiku. Asubuhi yako inapaswa kuwa kama mashine iliyopangwa tayari. Amka na utekeleze. Usipoteze akili yako kwenye vitu vidogo. Namba 4, kupaisha sukari yako haraka na kusahau maji. Watu wengi sana wanaharibu siku zao kupitia kinywa chao ndani ya nusu saa ya kwanza baada ya kuamka. Umelala kwa saa 6 au 8. Maana yake
mwili wako umekuwa kwenye kipindi cha ukame. Hujanywa maji, umepoteza maji kupitia jasho na kupumua. Kitu cha kwanza ambacho ubongo wako na mwili wako unahitaji ni maji. Lakini wewe unafanya nini? Unaamka na kunywa chai yenye vijiko 5 vya sukari au unakunywa kahawa kali mara moja. Hili ni kosa baya sana. Unapokunywa vitu vyenye sukari nyingi asubuhi na mapema kabla ya maji au chakula cha maana, unaushtua mwili wako. Kiwango chako cha sukari kwenye damu kinapanda kwa kasi sana. Hili linakupa nguvu ya uongo kwa muda mfupi. Lakini baada ya saa moja au mawili, ile sukari inashuka kwa kasi ile ile. Hali hii inaitwa sugar crash. Hapo ndipo unapoanza kujisikia umechoka saa 4 asubuhi, unakuwa na usingizi ofisini, unapata muwasho wa njaa kali na umakini wako unapotea kabisa. Vilevile, kuanza na kahawa kabla ya maji inaupa mwili wako mshtuko mkubwa wa homoni ya cortisol na inazidi kukausha maji mwilini wako. Ubongo wako umetengenezwa kwa 73% ya maji. Ukiwa na upungufu wa 2% tu, uwezo wako wa kufikiri na kumbukumbu unashuka kwa kiasi kikubwa sana. Siri ni hii: kabla hujaweka chochote kinywani, kunywa angalau nusu lita hadi lita 1 ya maji safi kila unapoamka. Iamshe kwanza mifumo yako ya mwili kwa asili. Namba 5. Kuingiza taarifa hasi na malalamiko. Hili ndilo lile kosa nililokuambia ukilisikia utatamani urudishe muda. Kuanza siku kwa malalamiko au kusikiliza habari mbaya. Jambo hili ni sumu kubwa kwa mafanikio yako. Kuna watu hawana hata aibu. Anaamka asubuhi, jambo la kwanza ni kulalamika. Joto limezidi, hali ya uchumi ni mbaya sana, sijui hata leo nakula nini. Au anafungua redio na TV kusikiliza taarifa za vifo, ajali na siasa za chuki. Sikiliza, kama wewe ni mmoja wao, unajichimbia kaburi la kushindwa kiakili bila wewe kujua. Katika ubongo wako kuna mfumo unaitwa Reticular Activating System, RAS. Kazi ya huu mfumo ni kama chujio la akili yako. Unachuja mamilioni ya taarifa na kukuonyesha kile tu ambacho umekiwekea kipaumbele. Ukiamka asubuhi na kuweka akili yako kwenye umaskini, matatizo, magumu na malalamiko, unaipa hii RAS maelekezo kwamba leo nitafutie matatizo matupu. Na niamini, mfumo wako wa akili utafanya kazi hiyo kikamilifu. Siku nzima utaona tu vikwazo badala ya fursa. Utakutana na watu wanaokukera tu. Watu waliofanikiwa wanalinda asubuhi zao kuliko wanavyolinda pesa zao kwenye akaunti ya benki. Hawaingizi taarifa hasi asubuhi. Kila neno unalolisema ndani ya saa yako ya kwanza ya siku linaamua mood au hisia zako kwa siku nzima. Kama huwezi kuanza asubuhi kwa shukrani, kushukuru kwa uhai, kwa afya, hata kama huna pesa lakini una uwezo wa kupumua na kupambana, basi ni afadhali ukae kimya. Jaza akili yako na hamasa, vitabu vya nguvu au podcast za kujenga. Namba 6. Kuanza siku bila ramani, mpango thabiti wa siku. Kuna usemi unasema, ukishindwa kupanga, umepanga kushindwa. Watu wengi wanaamka asubuhi wakiwa hawajui kabisa wanakwenda kufanya nini kwa mpangilio upi. Wanasubiri siku ije kama inavyokuja. Kama wewe ni mmoja wao, wewe ni mateka wa ratiba za watu wengine. Ukienda ofisini bila mpango, ofisi itakupangia cha kufanya. Ukiwa huna cha kufanya, utajikuta unatumia na watu wanaojua wanataka nini kwenye siku zao. Usianze siku kwa kujaribu kufanya kila kitu. Kuna sheria ya Parkinson inasema kwamba kazi inatanuka kulingana na muda ulioupanga. Kama huna malengo maalumu, utapoteza saa 8 ukifanya vitu vidogo visivyo na maana na kurudi nyumbani umechoka lakini huna ulichozalisha. Kanuni nyepesi ni hii: unapofika asubuhi, andika mambo 3 tu muhimu. Mambo ambayo hata kama dunia ingesimama leo, ukikamilisha haya mambo 3, utasema siku yangu imekuwa ya mafanikio. Iwe ni kumaliza ripoti ofisini, kufanya mauzo kwa wateja 5 wapya, au kusoma sura 3 za kitabu. Yalenge hayo mambo 3 kwanza, kabla hujajibu meseji yoyote, kabla hujapiga soga. Kuwa na ramani ndio siri pekee inayotenganisha kati ya watu wanaokuwa busy na watu wanaokuwa na tija. Asubuhi yako ndio usukani wa maisha yako. Ukiweza kuidhibiti asubuhi,
Unayo 100% ya kuidhibiti siku nzima, na siku zikijumlishwa ndizo zinatengeneza maisha ya mafanikio. Kama ukifanyia kazi nusu tu ya mambo haya kuanzia kesho asubuhi, na kuahidi maisha yako yataanza kuwa sawa tena.